Hujambo na karibu ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumamosi, Juni 14, 2026. Tulionayo mchana wa leo: wabunge wa Kivu Kaskazini na Ituri wasitisha ushiriki wao katika shughuli za bunge la taifa, na utulivu warejea Nyunzu baada ya watu wawili kufariki katika mgogoro wa uongozi wa kiimla. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi mwisho. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Wabunge wa kitaifa waliochaguliwa kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri wameamua Jumamosi, Juni 13 mwaka huu kusitisha ushiriki wao katika shughuli za bunge la taifa. Wameeleza kuwa kuna ukosefu wa nia ya kisiasa katika tathmini ya hali ya utawala wa kijeshi iliyowekwa katika mikoa yao kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Mvutano uliongezeka wakati wa kikao cha bunge kilichofanyika kwa faragha na kujadili swala la hali ya utawala wa kijeshi, huku mawaziri wa mambo ya ndani, ulinzi na haki wakihudhuria, wakiamini kuwa mjadala huo ungeendeshwa kama walivyotarajia. Wabunge hao waliondoka ukumbini kama ishara ya kupinga hali hiyo. Mbele ya waandishi wa habari, Furaha Uma Daniel, mbunge wa Mahagi mkoani Ituri, pamoja na Safari Nganizi Ja, mbunge wa Masisi na rais wa kundi la wabunge wa Kivu Kaskazini, walieleza kutoridhishwa kwao na kile walichokiita kuzuiwa kwa mjadala muhimu. Tumekuja kuonyesha hasira yetu kutokana na mwenendo wa baadhi ya wabunge kutoka mikoa mingine ambao waone uzito wanayoendelea mashariki mwa nchi, alisema Furaha Uma Daniel. Alikosoa kutokuwepo kwa mjadala wa kina kuhusu hali ya usalama, akitaja kila alichokiita uvamizi wa DRC na Rwanda kupitia M23 pamoja na mauaji yanayohusishwa na ADF katika maeneo mbalimbali ya mashariki, hususan Beni, Mombasa na Irumu. Wananchi hao wakitekelezwa, ni nani atakayetuunga mkono katika uchunguzi? Tutarudi kwa nani kutoa taarifa za uwakilishi wetu? Alihoji. Akizungumza pia, Jacques Safari Nganizi alikumbusha hatua zilizochukuliwa tangu kuanzishwa kwa hali ya utawala wa kijeshi mwaka 2021, akisema kuwa wabunge hao wamekuwa wakiahidi kwa muda mrefu mjadala wa kweli bungeni kuhusu hatua hiyo. Tangu mwaka 2021, wakati rais wa jamhuri alipotangaza hali ya utawala wa kijeshi, tuliomba mijadala bungeni ili kuichunguza, lakini tuligundua kuwa mijadala hiyo haikuweza kufanyika hadharani, alisema. Mbunge huyo alisema amesikitishwa sana na uamuzi uliochukuliwa katika kikao cha faragha. Tumesikitishwa sana kuona kwamba baadhi ya wabunge wamepitisha hoja ya kusimamisha mjadala wakati wa kikao kilikuwa bado kinaendelea kwa faragha, aliongeza. Kwa mujibu wake, uamuzi huo umechukuliwa wakati hali ya usalama katika maeneo mengi ya mashariki bado ni mbaya. Eneo la Beni, mkoa mzima wa Kivu Kaskazini na hata Ituri bado vinakabiliwa na ukosefu wa usalama. ADF wanaendelea kuua raia huko Beni. Hata siku 2 zilizopita walishambulia mji huo, alisema. Jacques Safari Nganizi pia alikosoa kila alichokiita kutokutiliwa maanani kwa uzito wa mgogoro huo na baadhi ya wabunge. Hatuwezi kuelewa kwa nini uongozi wa bunge unaweza kukubali kushawishiwa na wabunge na ulichukulia swala hili kwa uzito mdogo, ili hali mawaziri wote husika walikuwa wamehudhuria, alisema, akihitimisha kuwa hali hii inasikitisha. Kutokana na hali hiyo, wabunge wa Kivu Kaskazini na Ituri wametangaza kusitisha ushiriki wao katika kikao cha bunge pamoja na kikao maalum kijacho hadi mjadala wa kina kuhusu hali hiyo utakapofanyika. Wanadai hasa kuitishwa rasmi kwa mawaziri husika, kufanyika kwa mjadala wa kina kuhusu hali ya utawala wa kijeshi, kuchukuliwa kwa hatua za haraka na za vitendo za kumaliza vurugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo unaonekana kuwa ishara muhimu ya kisiasa katika kipindi ambacho ukosefu wa usalama unaendelea kuikumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaonyesha kutoridhika kwa wabunge wa mikoa hiyo ambao wanakabiliwa na shinikizo kutoka kwa wapiga kura wao kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Wakati hali ya utawala wa kijeshi ikiendelea kutekelezwa kwa zaidi ya miaka mitano, ufanisi wake unaendelea kuzua mijadala na maswali miongoni mwa wananchi na viongozi wa kisiasa. Kwingineko ni kwamba mapigano yazuka kati ya FC M23 na wazalendo katika eneo la Buhimba wilayani Walikale.
Waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo wameendelea kupigana katika eneo la Buhimba lililoko katika grupumenti ya Walowa Yungu wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini tangu Jumamosi Juni 13, 2026. Buhimba ni makazi yaliyoko mpakani mwa wilaya Walikale na Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na vya kihimla vya eneo hilo, mapigano hayo yalianza baada ya nafasi za wazalendo kushambuliwa kwa mabomu majira ya saa 9 alasiri siku hiyo. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika umbali wa kilomita kadhaa kutoka eneo la mapigano. Viongozi wa kimila wanasema hofu imeongezeka katika vijiji vinavyozunguka Buhimba kutokana na ukali wa mapigano hayo. Wakazi wengi wanahofia kuwa mapigano yanaweza kuenea hadi katika maeneo yao. Kwa zaidi ya wiki moja sasa, eneo la Buhimba limekuwa chini ya udhibiti wa wazalendo baada ya kuwafurusha waasi wa AFC M23 kufuatia mapigano makali yaliyotokea hapo awali. Hadi sasa hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuwa tete, huku taarifa zikionyesha kuwa mapigano bado yanaendelea na hali inaweza kubadilika wakati wowote. Wakazi wa eneo la utawala wa kimila la Tumbwe katika kijiji cha Mugonga kilichoko wilayani Nyunzu mkoani Tanganyika wanaanza kurejea katika hali ya utulivu baada ya machafuko yaliyotokea Alhamisi iliyopita kufuatia mgogoro wa uongozi wa kimila. Mgogoro huu ulihusisha chifu mpya aliyeteuliwa na kundi la wakazi waliopinga uteuzi wake. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, watu wawili walifariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa. Taarifa hiyo ilithibitishwa Jumamosi Juni 13, 2026 na waziri wa mambo ya ndani wa mkoa wa Tanganyika Dox Eale. Chifu huyo mpya wa kimila hatimaye aliwekwa rasmi madarakani katika kijiji cha Mugonga licha ya mvutano uliokuwepo mwanzoni. Hatua hiyo imechangia kurejesha utulivu katika eneo la Nyunzu ambako sehemu ya wakazi walikuwa wakipinga uteuzi wake. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa mkoa huo, chifu huyo aliteuliwa kwa mujibu wa sheria, akifuata utaratibu wa urithi wa kimila na baada ya mashauriano na wazee wa jadi wa eneo hilo. Baada ya kifo cha chifu wa zamani wa Mugonga, kiongozi wa muda alikuwa akiendesha shughuli za uongozi kwa zaidi ya miaka 5. Msimamizi wa mkoa wa Kalemi akiwa ameambatana na viongozi wa jadi wa eneo hilo alifika Mugonga kwa ajili ya kuweka rasmi madarakani chifu huyo mpya. Hata hivyo, walipowasili, kundi la wakazi lilipinga uteuzi huo na kusababisha vurugu zilizogeuka kuwa mapigano, amesema Dox Eale. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, vurugu hizo zilisababisha vifo vya watu wawili na majeruhi kadhaa, hali iliyowalazimu wakazi wengi kukimbia kijijini. Tangu Alhamis, baadhi ya waliokimbia wameanza kurejea makwao. Waziri huyo amesema baadhi ya watu wanaotumiwa kuchochea vurugu hizo wametoroka huku wengine wakikamatwa. Mratibu wa chama cha Umoja ni Nguvu, Nathan Mugisho, amelaani hali hiyo na kuonya kuhusu kuongezeka kwa migogoro ya urithi wa uongozi wa kimila katika mkoa wa Tanganyika. Migogoro ya urithi wa uongozi wa kimila Tanganyika imekuwa ikijirudia mara kwa mara na kusababisha madhara makubwa kuanzia Kabola, Moba hadi Kalemi. Visa vingi vimeripotiwa bila hatua za kutosha kutoka kwa wabunge wa mkoa na mamlaka husika. Tunatoa wito wa kurejeshwa kwa utaratibu wa kimila ili anayestahili kuwa chifu apewe nafasi hiyo, amesema. Hadi sasa vyanzo vyetu havikufanikiwa kabisa kupata maoni ya upande unaopinga uteuzi wa chifu mpya wa kijiji cha Mugonga. Tukiendelea kukusogezea taarifa zetu ni kwamba mtu mmoja ameuawa, wanafunzi 8 wametekwa nyara katika shambulio la LRA huko Bauwele. Shambulio jipya linalohusishwa na uasi wa LRA limezua hofu kubwa katika mkoa wa Bauwele. Mtu mmoja aliuawa na wengine 9 kutekwa nyara usiku wa kuamkia Juni 12 katika kijiji cha Banda wilayani Ango. Wakazi wa Banda wanasema walikumbwa na usiku wa kutisha. Majira saa 8 usiku, watu wenye silaha nzito walivamia kijiji hicho na kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Katika shambulio hilo, afisa mmoja wa idara ya mapato ya mkoa wa Bauwele aliuawa. Waasi hao pia waliwateka nyara wakazi 9 wakiwemo wanafunzi 8 wa elimu ya msingi wanaojumuisha wavulana 4 na wasichana 4. Watekaji waliondoka kwa nguvu na kuwapeleka kusichojulikana. Hata hivyo, baadaye mmoja waliotekwa, kijana wa umri wa miaka 20, aliachiwa huru. Hatimaye wanafunzi 8 waliobaki mikononi mwa watekaji hao bado hawajulikani walipo. Familia zao zinaendelea kuishi katika hofu na wasiwasi mkubwa, huku zikitumaini kuwa watarejea salama. Kwa mujibu wa Fidele Aningei, mkuu wa shule ya msingi Banda, baadhi ya wanafunzi waliotekwa walikuwa wakifanya mtihani wa kitaifa wa uchaguzi wa mwelekeo wa masomo na taaluma tena sospe.
Wanafunzi wawili wa darasa la 4 walifanya mtihani wa siku ya kwanza, lakini usiku wa kuamkia Juni 12 walitekwa nyara na hivyo kukosa mtihani wa siku ya pili. Tunasikitika sana, jamii ya Banda hiko katika maombolezo alisema. Tukio hilo limeathiri kwa kiasi kikubwa mwenendo wa mitihani katika eneo hilo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto za kiusalama. Tangu kutokea kwa shambulizi hilo, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimesimama katika kijiji cha Banda. Wakazi wanaishi kwa hofu ya mashambulizi mengine, huku familia za waliotekwa wakisubiri taarifa kuhusu wapendo wao. Kutokana na hali hiyo, mtihani wa TENASOSPE haukuweza kuendelea siku ya mwisho katika eneo hilo, jambo lililovuruga ratiba ya masomo. Rais wa mashirika ya kiraia ya Banda, Theo Zagbina, ameitaka serikali kuu kuongeza idadi ya wanajeshi wa FARDC ili kuimarisha usalama wa wananchi. Licha ya miaka mingi ya operesheni za kijeshi, kundi la LRA bado linaendelea kufanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo ya mpakani. Mashambulizi yake yasiyotabirika yanaendelea kusababisha hofu miongoni mwa wananchi, huku raia hususani watoto wakibaki miongoni mwa walengwa wakuu wa utekaji na ukatili unaofanywa na kundi hilo. MONUSCO na FARDC waongeza doria ya kukabiliana na mashambulizi ya ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya waasi wa ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO na jeshi la taifa FARDC wameimarisha juhudi za kulinda raia, hasa katika maeneo ya Irumu na Jugu mkoani Ituri, pamoja na baadhi ya maeneo ya wilaya ya Beni mkoani Kivu Kaskazini. Katika maeneo hayo yanayokumbwa na vitendo vya makundi yenye silaha, MONUSCO na FARDC wameongeza uwepo wao kwa kufanya doria za pamoja mchana na usiku katika maeneo yanayotajwa kuwa katika hatari ya kushambuliwa. Lengo la hatua hizo ni kuzuia mashambulizi ya ADF na kuwapa wananchi hali ya kujiamini, wakati ambapo wengi wamekuwa wakikabiliwa na mauaji, utekaji na kuhama kwa lazima kutokana na ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa msemaji wa kikosi cha MONUSCO, Kanali Charles Ijiwa, operesheni kadhaa zimefanyika hivi karibuni katika wilaya ya Beni. Tarehe 5 na 6 Juni mwaka huu, vikosi vya brigedi ya uingiliaji ya MONUSCO kushirikiana na FARDC vilifanya doria katika maeneo ya Mavivi, Mbau, Matiba, Oicha, Mamove, Ululu, Eringeti, Luna na Ndalia. Doria hizo zinalenga kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama, kuzuia shughuli za makundi yenye silaha, kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama. Mbali na doria za kijeshi, MONUSCO imeendelea kuchukua hatua za kulinda shughuli za kila siku za wananchi. Tarehe 7 Juni mwaka huu, walinda amani wa Umoja wa Mataifa walioko Komanda walitoa ulinzi wakati wa ibada katika kanisa Katoliki la Bashili, jambo liloruhusu waumini kushiriki ibada katika mazingira salama licha ya hali ya wasiwasi wa kiusalama. Siku iliyofuata, Juni 8, doria ya usiku ilifanyika katika kijiji cha Bwanasura wilayani Beni kwa lengo la kuzuia mashambulizi ya makundi yenye silaha na kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama katika nyakati hatarishi. Mkoani Ituri, juhudi hizo pia zimeendelea. Juni 8, MONUSCO na FARDC walifanya doria ya pamoja katika eneo la Burokba wilayani Jugu. Operesheni hiyo ililenga kulinda vijiji vilivyo katika hatari, kuzuia mashambulizi yanayoweza kutokea, kuwapa wananchi hali ya utulivu na matumaini. Kupitia operesheni hizi, MONUSCO na FARDC wanaonyesha dhamira ya kuimarisha ushirikiano wao katika kukabiliana na vitisho vinavyowakabili raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo, hali ya usalama bado ni tete katika maeneo mengi ya Ituri na Kivu Kaskazini, huku wananchi wakiendelea kukabiliwa na tishio la mashambulizi kutoka kwa makundi yenye silaha. Na mwishowe kabisa, FARDC ambalo ni jeshi la taifa la DR Congo yatangaza kurejesha udhibiti wa Mikenge katika nyanda za juu za Fizi na Uvira. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa limerejesha udhibiti wa eneo la Mikenge lililoko katika nyanda za juu za Fizi na Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya mapigano makali dhidi ya wapiganaji wa muungano wa RDF, FCM 23 pamoja na washirika wao wa Twirwaneho na Red Tabara. Katika taarifa iliyotiwa sahini na msemaji wa jeshi kahimu na kutolewa hadharani Juni 12 mwaka huu, FARDC ilisema kuwa ushindi huo ulipatikana Juni 10, 2026. Kwa mujibu wa jeshi hilo, wapiganaji waliokuwa wakiondoka eneo hilo waliharibu miundombinu ya umma na binafsi,
walipora mali za raia na kuondoka na mifugo mingi. FARDC imesema vitendo hivyo vinakiuka sheria za kimataifa na kibinadamu. Jeshi hilo limesema matendo hayo yanaonyesha kwa mara nyingine kutowajali raia kwa makundi hayo yenye silaha ambayo yanadai kuwatetea. Kutokana na uzito wa madai hayo, FARDC imezitaka taasisi za kitaifa, kikanda na kimataifa pamoja na mashirika ya kibinadamu na yale yanayotetea haki za binadamu kufika katika maeneo yaliyoathirika ili kurekodi ukiukaji huo, kutathmini uharibifu uliosababishwa na kusaidia wahanga. Jeshi hilo limesisitiza kuwa wahusika wa vitendo hivyo wanapaswa kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. FARDC imewatumia wananchi wa nyanda za juu za Kivu Kusini ujumbe wa mshikamano, matumaini na amani, ikisifu uvumilivu wao baada ya miaka mingi ya ukosefu wa usalama. Jeshi hilo pia limeeleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya wananchi wanaodaiwa kutumiwa na makundi ya kigeni na washirika wao, jambo ambalo linaongeza mateso kwa jamii na kudhoofisha juhudi za amani na maendeleo katika eneo hilo. Limewahimiza viongozi wa jadi, viongozi wa dini, wazee wa jamii, wanawake, vijana na makundi mengine ya kijamii kuendelea kuhamasisha amani, mshikamano wa kijamii na kukataa kushirikiana na makundi yenye silaha. Aidha, limewataka wale waliojiunga na makundi ya waasi kuweka chini silaha na kuchagua njia ya amani kwa ajili ya mustakabali bora wa jamii zao. Wakati huo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kushuhudia mvutano kati ya FARDC na waasi wa FCM23 ambao serikali ya Kongo inasema wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Pande hizo mbili zinaendelea kushtumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mjini Doha huko Qatar chini ya upatanishi wa serikali ya Qatar. Tuhuma hizo za pande zote mbili zinaendelea kuchochea machafuko na kuzidisha hali ya kibinadamu, huku wananchi wengi wakilazimika kuyakimbia makazi yao katika mikoa ya mashariki mwa nchi, pamoja na wito wa mara kwa mara kutoka kwa jumuiya za kikanda na kimataifa na kutaka mapigano yasitishwe, kulindwa kwa raia na kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa za haki za binadamu. Hali halisi uwanjani bado haijaonyesha mafanikio makubwa ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.